Kitu pekee ambacho kilinivutia mimi kuingia kwenye siasa wakati wa Dr. Hayati John Pombe Magufuli, kwa wakati huo wengi wanasema, na umeuliza umri ulikuwa mdogo na ni nini kilichonivutia. Kama nilivyo sema mara nyingi, mimi nilimuona Magufuli kama role model, kuanzia kwenye masomo na mpaka kwenye kila alilokuwa anafanya na matendo yake kwa sababu nilikuwa namfahamu. Alikuwa ni kama wamesema wengi hapa, alikuwa ni mtu ambaye anamheshimu Mungu, lakini alikuwa anapenda mtu mkweli na anapenda haki. Kwa hiyo kama kijana, ukiacha undugu na wanafamilia, nilipendezwa na hiyo hali, nami nilifikiri naweza nikaingia, kwa sababu njia pekee ya kufanya kama yake ni kuingia kwenye siasa. Haikuwa rahisi, niliamua kusubutu. Kwanza nimekuwa mkemia na nikafanya ofisi ya mkemia wa serikali. Kwa niliishi kila kitu ambacho niliamini kwake ni kizuri na nilitamani sana. Kwa hiyo ndio maana nikaingia kwenye siasa. Labda fulani ningependa kufahamu, je, mpaka sasa bado una ndoto za kutafuta jimbo katika hili? Leo niko Chato nyumbani, tunayaenzi mazuri yake na imekuwa faraja. Leo tumehusika wote kuienzi ndoto yake ya kuona nyumba ya Mungu iko hapa. Masuala ya siasa tayari nimo ndani ya siasa, kwa sababu mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa baada ya kukoswa ubunge, baada ya kuheshimu vikao vya halmashauri kuu ya chama taifa, na mwisho wa siku aliyopendekezwa Dr. Josephat Gwajima. Niliheshimu vikao na nilikuwa na subira. Kwanza ni mtoto niliolewa Chama cha Mapinduzi na najua misingi na kanuni ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo sikuwahi kuwa na fujo wala na kuona kwamba nimeonewa, ila nilikuwa na subira, na baadaye nikagombea nafasi ya ujumbe wa mkutano mkuu taifa uchaguzi wa mwaka 2022 nikashinda. Kwa hiyo mpaka saizi sijakata tamaa ya siasa, nimo ndani ya siasa kwa nafasi nyingine tena tofauti na ubunge. Kipi ambacho unakikumbuka ambacho JPM alikifanya na unatamani siku moja na wewe pia uje ukifanye? Kwa mkweli kwenye nchi yangu na kuipenda nchi yangu. Kama familia, sisi wa Tanzania tunamfahamu hayati John Pombe Magufuli kama rais na kiongozi. Wewe kwako kama familia unamfahamuje John Pombe Magufuli? Mimi tena leo nataka niungane na Watanzania wengine, kwa sababu mimi nimeshajitoa. Niliamua kujitoa ule mwamvuli wa familia, nikajiweka kwenye nafasi kama Watanzania wengine ambao wanamkubali Dr. John Pombe Magufuli. Kwa hiyo mimi yale yote, na mpaka saizi kuna wakati unakata tamaa, lakini wakati ukiona mambo yanayonenwa na kumbukizi hizi yanakujenga, kukata tamaa ni kuonyesha kwamba hujamwenzi na wala hukutamani kumfanya kama role model wako. Kwa hiyo kama Mtanzania mwingine na kama mzaliwa na mwanafamilia, mambo mengi sana na sisi sote ni mashahidi aliyofanya. Mambo aliyofanya Magufuli kwa macho, kwa sauti, na mpaka sauti yake inaishi masikioni mwetu. Alitamani kuiona Tanzania inayojitegemea. Kama kijana ni Mtanzania, natamani kuiona Tanzania inatumia rasilimali zake zote, fursa zake kujikwamua yenyewe, na ndio ilikuwa maono ya Dr. John Pombe Magufuli. Alituaminisha hivi, Tanzania ina almasi, ina dhahabu, ina kila kitu. Kwa Tanzania kwa kutumia rasilimali zake inaweza ikajiendesha bila kutegemea misaada yoyote. Na aliamini tukisimama Watanzania kwa umoja wetu, tunaweza tukafanya mapinduzi makubwa na nchi yetu ikapiga hatua na kila Mtanzania akanufaika na rasilimali zilizopo. Kwa maana yake, nachokiamini na kukikumbuka, na naamini Dr. Samia Suluhu Hassan kama yaliyosemwa hapa leo na mgeni rasmi aliyekuwa anamwakilisha, kwamba kwa sababu kocha mkuu anapokuwepo na kocha msaidizi, mara nyingi mbinu za kocha mkuu sidhani kocha msaidizi anakuwa sijui, lakini anachoongeza ni namna pekee au anaona yale mapungufu kidogo ya kocha mkuu
na aboreshe wapi. Kwa hiyo ndo maana ya, kwa sababu alikuwa makamu wake, tunaamini na yeye ataishi ile ndoto na anaendelea kuishi, na tunaomba hata watu wengine wanaoaminiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu tunaamini yeye anatamani kuyaishi na anayaishi na kuyatimiza yote ambayo alikuwa ni ndoto ya Dr. John Pombe Magufuli. Kwa hiyo hata wale wasaidizi wanaoteuliwa waamini katika hilo. Kwa hiyo kama Mtanzania, kama kijana ambao tunaamini kesho yetu inategemea nchi yetu, na naamini mimi nimekuwa nikipata bahati ya kwenda nchi tofauti masomoni.